Mpendwa mtazamaji, ni sherehe ya Pentekoste. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 2, aya ya kwanza hadi ya 11. Na somo la pili linatoka kwa waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ile ya 12, aya ya 3b hadi ya 7 na ile ya 12 hadi ya 13. Na injili inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ile ya 20, aya ya 19 hadi ya 23. Nitasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo, Wapathi na Wamedi na Waelami na wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mpendwa mtazamaji, sherehe ya Pentekoste ni tukio muhimu sana katika kalenda ya Kanisa Takatifu Katoliki la Mitume na katika historia ya Ukristo, ambalo hii ni sherehe ambayo inaadhimishwa siku 50 baada ya Pasaka, na ni wakati ambapo Wakristo wote wanakumbuka tukio la kushuka kwa Roho Mtakatifu kama tulivyosikia katika somo hili, na baadaye Wakristo wa Kanisa Katoliki wanakumbuka siku ambapo kanisa moja takatifu Katoliki la mitume lilipozaliwa. Leo ni siku kuu ya kuzaliwa kwa kanisa. Leo ni birthday ya kanisa. Heri sana mwana kanisa, kanisa ambalo limedumu zaidi ya miaka 2026. Kanisa hili ambalo Yesu Kristo aliwaachia mitume limedumu imara likiongozwa na Roho Mtakatifu. Leo ndio siku kuu yake ya kuweza kuzaliwa. Ilikuwaje? Tumesikia kwamba katika historia hii ya kanisa ambayo inaanza katika Agano la Kale, katika Agano la Kale wana wa Israeli, Wayahudi, walikuwa na sherehe kubwa 3. Katika sherehe kubwa hizi 3 za Kiyahudi, ambapo ndani mwake ilikuwa ni sherehe ya Pasaka, baadaye ikafuata sherehe ya Pentekoste, na baadaye ikafuata sherehe ya vibanda. Pasaka, sote tunafahamu kwamba Wayahudi walikuwa wamesherekea sikukuu ya Pasaka wakikumbuka tendo la Mwenyezi Mungu alilowakomboa kutoka katika utumwa kule Misri, ambapo damu ya mwana kondoo ilipakwa katika miimo ya milango yao, na usiku huo Mwenyezi Mungu akapita kwa malaika wa kifo akawachinja wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, na ndipo Farao akawaruhusu wana wa Israeli watoke. Kwa hiyo Pasaka ni Passover, kwamba malaika wa Bwana alipita juu ya nyumba zao
ambazo zilikuwa na damu, nao wakaokoka, wakatoka katika ule utumwa. Mwenyezi Mungu akaongea na Musa kwamba baada ya tukio hilo sasa la hao wana wa Israeli kuweza kutoka katika ule utumwa, siku ya 50, yaani majuma 7, ambapo katika ya majuma 7 mara 7 unapata 49. Siku inayofuata ikawa ndio sherehe kubwa ya Pentekoste, na hii ikawekwa kwamba wakifika katika ile nchi ya ahadi iliyojaa maziwa na asali ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia Ibrahimu, wakiwa wanakumbuka ile siku ya Pasaka, siku ile ya 50, wataikumbuka kuja katika nyumba ya Bwana kusema neno la asante, kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hiyo sherehe ikaitwa Shavuot. Pentekoste hii ikapewa jina hilo kwamba siku ya 50 baada ya Pasaka ikawa ni wakati wa kufanya sherehe ya mavuno ya kwanza, na pia ikawa pia ni sherehe ya kupokea kumbukumbu la Torati, yaani sheria, kama ilivyokuwa walivyopokea wana wa Israeli pale mlima ule wa Sinai. Katika matukio haya mawili kwamba ni sherehe ya mavuno ya kwanza, mavuno yale ya kwanza waliokuwa wameyapata walipoingia katika ile nchi ya ahadi, waliyepeleka kwa Mwenyezi Mungu, yakapokelewa mavuno haya ya kwanza baada ya kuweza kukaa. Ni kwamba Pentekoste hii ikawa inahusisha kwamba kila Myahudi lazima aweze kwenda Yerusalemu akapeleke mavuno yake ya kwanza. Kwa hiyo kila mwaka lazima apeleke mavuno yake ya kwanza kule Yerusalemu, na baadaye pia wakifika pale wanafanya sherehe ya kupokea hii amri, zile amri za Mwenyezi Mungu, zile 10. Na ndio maana sasa katika tukio hili la Bwana wetu Yesu Kristo ambalo linaambatana sana na hii Pentekoste, Yesu Kristo alipomwaga damu yake pale msalabani, akaimwaga damu kwa ajili ya ukombozi wa dunia nzima. Siku 50 tokea Yesu Kristo alipomwaga damu yake, alipofufuka katika ile Pasaka, Yesu amefufuka, ameshinda kifo na mauti. Siku ya 50 inaangukia pale pale katika mavuno yale ya kwanza. Mavuno yale ya kwanza, watu wote wamekuja, Roho Mtakatifu anashuka. Na Roho Mtakatifu anashuka namna gani? Tumesikia katika hii kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba walikuwa wamekaa pamoja. Katika kukaa pamoja kama Yesu Kristo alivyokuwa amewaagiza, alipokuwa anapaa kwenda mbinguni, ghafla ukaja upepo wa nguvu, ukija kwa kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizokuwa zimegawanyikana, ndimi hizo za moto ambao ulikuwa umewakalia kila mmoja wao, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Mpendwa mtazamaji, tendo hili la ndimi za moto kuingia katika ile nyumba zikakaa kwa kila mmoja, wakajazwa na Roho Mtakatifu, ni habari ambayo sasa inatupelekea kuweza kujua Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu, mpendwa mtazamaji, ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, ambaye yeye pamoja na Mungu Baba na Mungu Mwana wao wamoja. Na katika umoja huu Roho Mtakatifu alionekana mara ya kwanza katika uumbaji, kwamba Roho wa Bwana alikuwa ametulia katika maji wakati mbingu na nchi zinaumbwa. Na baadaye pia huu Roho Mtakatifu akaonekana sana katika habari za manabii walipokuwa wanawaandaa hawa wafalme. Utasikia habari za nabii Samueli alipokuwa amekwenda kumweka mfalme Sauli na mfalme Daudi, alienda pale akawamiminia mafuta na Roho wa Bwana akashuka juu yao. Hawa wafalme wote walifanya kazi kwa kupakwa kwa mafuta na ujio wa nguvu ya Roho Mtakatifu, wakaitwa wapakwa mafuta, wakaitwa Masihi. Kwa Roho Mtakatifu ndio aliyeliongoza pia taifa lile la Israeli kwa kupitia wafalme, manabii na makuhani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana ishara mbalimbali. Mojawapo ya ishara hizi za Roho Mtakatifu ni moto. Ndio maana wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, wanapokwenda katika ile nchi ya ahadi, waliongozwa na wingu la moto. Wingu hili mchana lilikuwa ni wingu, usiku lilikuwa linatoa mwanga.
Kwa wingu na moto ni ishara ya Roho Mtakatifu, na ishara hii ya Roho Mtakatifu pia inaongezewa katika eneo jingine. Mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu. Mkono, kuwekewa mkono ni ishara ya Roho Mtakatifu. Sasa ule moto ambao ulikuwa umetokea wakati hawa wana wa Israeli wanapoenda katika ile nchi ya ahadi, wakiwa wanaongozwa na ile wingu la moto, ile nguzo ya moto. Hasa ile nguzo ya moto inashuka, ule moto unashuka katika ile kanisa ile la kwanza, na ndipo sasa wanajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na baadaye wanaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyokuwa amewajalia kuweza kutamka. Na kitendo hiki cha kwanza kuongea lugha nyingine, na baadaye wale watu wote waliokuwepo wanawasikia katika habari hii ya kila mtu ambaye ni Mgalilaya anasikia katika lugha yake mwenyewe, inakuja kutoa majibu, mpendwa mtazamaji, ya kitendo ambacho kilitokea katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 11, ambapo taifa, wale watu wa mwanzo wa Mwenyezi Mungu walipokataa kitendo cha Mwenyezi Mungu cha kuweza kutawanyika duniani kote na kuweza kuzaliana, wakatengeneza mnara, ule mnara wa Babeli, kwamba wafike mbinguni, kwa sababu walikuwa na mali, walikuwa na akili zao. Mwenyezi Mungu akavuruga lugha yao. Kitendo cha Mwenyezi Mungu kuweza kuvuruga lugha yao, anakuja kuunganisha tena, anakuja kuwaleta wamoja kuweza kusikilizana katika Pentekoste. Mpendwa mtazamaji, kanisa, taifa, taasisi yoyote ile ikiamua kutumia akili yake katika kufanikiwa, ikiamua kutumia akili yake katika kuja kujenga minara, kujenga uwezo huu, badala ya kumhusisha Mungu, badala ya kumwalika Roho Mtakatifu, kitakachotokea ni ile ya wale ndugu zetu katika mnara wa Babeli, utatawanyika, mtavurugana. Na hadi leo mahali ambapo Roho wa Bwana hayupo, Roho Mtakatifu hayupo, watu wanavurugana kwa sababu ya mali, watu wanavurugana kwa sababu ya utajiri, watu wanavurugana kwa sababu ya mafanikio, kwa sababu hawakurudi kwa Mwenyezi Mungu katika ile Pentekoste kumwambia Mwenyezi Mungu, asante, umetubariki kama wana wa Israeli. Hatujarudi kwa Mwenyezi Mungu kumsikiza Mwenyezi Mungu, hatujakubali kukaa pamoja kama anavyozungumza Paulo katika ile kanisa lile la Korinto, ambalo lilipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, na baadaye karama za Roho Mtakatifu zikawapelekea kuweza kugawanyika. Wakatamani pesa, wakawa na kiburi cha uzima, wakavurugana, vipaji na karama zikawavuruga. Katika sherehe hii ya Pentekoste kwa mwaka huu, tumuombe Mwenyezi Mungu sana kitendo cha wenzetu kukaa pamoja, Roho Mtakatifu alivyoshuka, walivyokuwa wanazungumza zile lugha mbalimbali, wakaelewana na watu wengine wakawasikia. Ndio maana siku hiyo kanisa likaongezeka, wakawa watu 3,000 kutoka mitume wale 12 wakaongezeka, wakawa 3,000. Tunamwomba Mwenyezi Mungu alifanye kanisa letu liweze kuwa Pentekoste mpya, kwa sababu sasa hivi badala ya watu kuongezeka wanatawanyika. Na tunawatawanyika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya karama, kwa sababu ya vipaji, kwa sababu ya mafanikio. Tumeshindwa kuweza kuwa watu wa shukrani, tukaje mbele za Mwenyezi Mungu tukatambua kwamba wote tumekombolewa kwa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyemwagwa pale msalabani. Ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo ndio umetufanya tumekuwa Wakristo. Tumetawanyika kwa sababu ya karama, kwa sababu ya vipaji, kwa sababu ya utajiri, vinatupatia kiburi. Pentekoste hii tunamwomba Mwenyezi Mungu alifanye kanisa upya. Pentekoste hii wote tuweze kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Ukiona kwenye familia mmevurugana, tumwalike Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ana kazi kubwa sana ndani ya kanisa. Ujio wake unaleta umoja, ujio wake unaleta maarifa, ujio wake unaleta wokovu, ujio wake unaliongoza kanisa ambalo limedumu zaidi ya miaka 2000 ni kwa sababu ya ujio wa Roho Mtakatifu, kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Na kanisa hili ambalo leo hii linadumu katika hili kwa sababu lilidumu katika ile ahadi. Yesu Kristo mwenyewe alizungumza katika Yohana sura ya 14 aya 16 mpaka 17, amesema nitawaletea Roho Mtakatifu, mfariji, advocate, ambaye huyu yeye ndiye atakayeweza kusaidia katika kila aina ya mashambulizi tunapopita katika nyakati ngumu. Tumwalike Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu akija, yeye ndiyo nguvu inayotuongoza. Yaani Roho Mtakatifu ndio mwongozo wetu, mwongozo wa kanisa.
Ndio maana katika sekwensia tunasema bila nguvu yako mwanadamu hana chochote kile. Roho Mtakatifu ndio anayetufanya tuweze kutoa ushuhuda wa injili hii. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu hatuwezi kutoa ushuhuda. Pentekoste ilimfanya Petro akatoka akazungumza kwa ujasiri, na siku hiyo watu wengi wakamkiri Kristo, wakabatizwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatufanya tuweze kuwa na ushirikiano wa kijamii, kama Matendo ya Mitume ile sura ya 2 aya 44 mpaka 47 inasema kanisa la mwanzo wote walikuwa katika umoja, wakashirikiana katika swala zima la mali zao, walikuwa wakikua katika neno la Mwenyezi Mungu na katika ibada za kuweza kumega mkate nyumba kwa nyumba. Roho Mtakatifu akawaunganisha katika umoja. Roho Mtakatifu ndiye anatupatia karama. Karama si za kwetu, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tusipate kiburi kupitia karama hizi, na Roho Mtakatifu ndiye anayefanya mabadiliko ya mioyo yetu. Kama Yohana sura ya 3 aya 5 mpaka 6, Yesu anasema kwamba lazima tukubali kuzaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anavyoshuka katika Pentekoste anabadilisha nafsi zetu, anatufanya tubadiliki. Anasema kwamba vitaumbwa upya na nchi itageuka, tunakuwa wapya katika kumfuata Kristo. Na katika hilo basi Roho Mtakatifu atuthibitishe katika imani yetu, tudumu tukiwa waaminifu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hongera sana na heri sana kwa sherehe ya Pentekoste. Amina.